Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makilile Ozile na huu ni muda wa taarifa ya habari. Katika taarifa zetu za habari, msikilizaji, tuanzie huko katika jimbo la Kivu ya Kusini Mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na habari za ukosefu wa usalama ni kwamba mashirika ya kiraia pamoja na yale ya kutetea haki za binadamu katika mji wa Kamituga na Mwenga yanalalama kuhusu vitendo vya ukosefu wa usalama na uvunjaji wa haki za binadamu eneo hilo. Kwa jambo hilo, mashirika hayo yanaomba serikali ya jimbo na ile ya Kinshasa kuingilia kati swala hilo. Udhibitisho ni wake Bwana Wisoba wa Kilongo Faustin, mratibu wa shirika la raia husika na kutetea haki za binadamu BDH mjini Kamituga na tarafa ya Mwenga jimboni Kivu Kusini, ambaye ameanza kulaani vikali vitendo vya ukosefu wa usalama kati ya baadhi ya wazalendo dhidi ya jeshi la taifa FARDC. Mambo ambayo ilitendeka jijini Kamituga ambazo sisi kama vile shirika la raia tunalaani kwa sauti kubwa. Wakaaji wa jiji la Kamituga walishangazwa sana kwa sababu tulienda na kumshukuru president wa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye alifanya jitihada ya kutuma majeshi ili majeshi hiyo ije kusekirize raia wa mtaa wa Mwenga na jijini Kamituga na mali yao. Ila kwa mshangao kubwa kabisa, tulishangaa kuanzia saa 5 usiku mpaka 6h du matin, masase ilipigwa kiolela, na masase hiyo ilikuwa ikipigwa na askari jeshi ambao walikuja jijini Kamituga, walikuja tarafani Mwenga kutokea Kisangani kwa makusudi ya kuja kulinda raia na mali yake, kwa makusudi ya kuja kupiganisha jeshi ya AFC M23 ambayo inafanya jitihada ya kuingia tarafani Mwenga, ila walikuwa wakipata vizuizi kutoka kwa FARDC ya 3306 regiment ambayo tunashukuru. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa hali hiyo ya kufyaturiana risasi inakuwa na vinyume vingi, hasa kwa upande wa raia wasio na hatia yoyote. Wisoba wa Kilongo Faustin amekemea kwa hali ya juu vitendo vya uporaji vilivyoendeshwa nao baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC wiki iliyopita paka Mituga. Ila ya kushangaza bwana Mwarivi, wakati ambao jeshi hiyo ambayo itokea Kisangani ilianza kupiga masasi, waliharibisha mahotele, waliharibisha manyumba za watu, wakaaji walipata masasi, kuko ba victime benye biko ku hospitali, mama walipata masasi, vijana walipata masasi, wako napata matibabu kunako hospitali kuu ya Kamituga, kusharge ya meri ya Kamituga. Mabotike iliibiwa vitu, wachuruzi ambao wanachuuza matelefoni waliibiwa matelefoni, watu ambao wanauza dhahabu waliibiwa dhahabu na franka zilienda. Sisi sawa vile shirika la raia tuna mshangao mkubwa sana, kwa sababu ni sisi raia ambao taksi zetu ndio zinauzia wale wanajeshi mavazi, chakula na hiyo minisio. Alors kama wanaweza fanya ile wanaita gaspillage inutile ya munitions de guerre na faire partie ma infraction. Mwishowe, mratibu huyo wa shirika la raia husika pia na kutetea haki za binadamu BDH kwa kifupi, anaomba kwa wahalifu wa vitendo hivyo vya ukatili kujibu mbele ya vyombo vya sheria. Wisoba wa Kilongo Faustin mbele ya mikrofoni ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV.
Njo maana bwana mwariri, sisi sawa vile shirika la raia tunasema kama Kamituga sio shamba mapambano. Shamba mapambano iko kumupaka ya Mwenga na Walungu, na huko ambako wanajeshi wenye alisema wanakuja kutusaidia wanapasa kujielekeza. Na tunaomba wanamwariri, hii kitendo ambayo hao wanajeshi wanafanya isipite inapersi. Tunaomba ankete ifanyike, na kisha ile ankete wenye watakutanika kupable wapelekwe mbele sheria. Sheria ifate mkondo wake, kwa sababu Kamituga tunaanja ishi na heka. Population haitembee tena mzuri. Population inaanja ishi muma inquiétude. Unaweza tembea mchana kati, unakutana na soda wa mugeni au mujue, anakubeba telefoni yako. Wakati ambao pale Kansisi wale wa soda walikuwa wanapiga hiyo masasi, bali prononce moya pale mo yenye ilitushangaza. Wanasema hivi mulugha ya Lingala, baebisaki biso ke baswahili nyonso baza ba Rwande. Tukitafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili, bali tuambia kama baswahili yote ni Banyarwanda. Eske ni kweli bwana mwariri, sisi waswahili ni Wanyarwanda? Eske ni kweli bwana mwariri, sisi wakaaji wa province ya Sud Kivu ni Wanyarwanda? Eske ni kweli sisi wakaaji wa tarafa ya Mwenga na jijini Kamituga ni Wanyarwanda? Wanatuambia kama wale wa jeshi walitoka kuformasyon. Jeshi gani ambaye anatoka kuformasyon anaweza kutendea raia vile? Tufahamishe kuwa hali ya vuta ni kuvute kati ya baadhi ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC inaripotiwa mara kwa mara tarafani Mwenga na mji wa Kamituga. Tubaki tu katika jimbo hilo la Kivu ya Kusini, tujielekeze kule katika mji wa Baraka. Ni kwamba hali ya usalama imerejea kwa tulivu kwa sasa katika manispa ya Katanga mjini Baraka. Hivyo ni baada ya hali ya kutokuelewana kati ya makundi mawili ya wazalendo, na hivyo kupiga risasi nyingi hewani zilizozusha wasiwasi mwingi miongoni mwa raia siku ya kwanza ya wiki tunayo. Duru yetu ya mahali yaonesha kuwa yote yameanzia kwenye swala la kudaiana kati ya wazalendo wawili. Kwa mtu ambaye walikuwa wamemtia walipokuta watoto hapo, watoto walikataa kwamba wawezi kufungua ile duka la mbao. Shida iko imetokea hapo hivyo tu, wakafunga yule kijana wale wafabibi, alafu matatizo yakaanzia hapo tu. Lakini muda huu hali imekuwa ni shwari kabisa. Imekuwa hali pia ya kuombana msamaha. Katanga imekuwa sawa. So Katanga kwanza kuna vikundi vingi vya wazalendo, alafu hivyo kila watu wanajiongoza vile wanavyotaka. Kwa maana hakuna komandema ambayo inaweza kuongoza ingine, kila watu wanafanya vyao. Kwa wakifunga hawa, wengine wanaenda kufanya intervention, na hivyo kunakuwa hali za sintofahamu wao kwa wao, alafu mambo ikaleta taharuki na hali hizo za matatu. So angalia vizuri, Katanga imekuwa ni kijiji ambacho kinapigiwa masasi karibuni kila wakati. Je, hiyo hali haiko na asiri wananchi kiusalama na kuzorotesha shughuli? Inaleta hali mbaya kwa wanakijiji, kwa maana hapo jana tu walipata watu ambao walikuwa wanatengeneza wanaunguza furu hapo, hivyo walipiga masasi mengi sana. Sasa kuna mmoja ambaye lakini haikufikia, kwa maana watu wote wameshakuwa wazalendo, na hivyo ilikuwa kama vile menase kwa Patiri ambao hapa Katanga, paroki ya Katanga. Mambo yanakuwa ya sintofahamu kabisa, raia wanakuwa njia panda. Hata hivyo, upande mwingine, duru zetu zaongeza kuwa mchakato wa kupata suluhisho juu ya swala la kuvuruga usalama kila mara pa Katanga iko mbioni. Hadi bado viongozi wa juu na sisi pamoja nasi na waraia wa Katanga tungali tunatafuta namna gani tuangalie jinsi gani vyote hivi vinaweza vikawa kwa pamoja na
anafikiria kufanya kikao pia cha security siku ya 4 ili aweze kuita makundi yote yenye kushikilia silaha tuweze kuchukua wazo. Katanga shughuli zinaendeka vizuri, watu wanakuwa wanafanya mambo yao, pia watu wake angalau imepungua. Tumeomba zaidi kwa viongozi wa serikali rade kufuatilia mambo kama na hii. Kila mkuu wa kiongozi rade ambaye ana kikundi chake hapa ajaribu kuwaweka chini, kuangalia namna gani wanaweza kufanya umoja ambao hauwezi ukaletea raia hali mbaya za kutoroka jiji na kwenda sehemu mbalimbali, maana wengi wamekuwa na uoga mkubwa. Tunaomba kabisa waongozi wenye kusikia yao hapa wakae chini kusudi waweze kutuliza na wale ambao vijana wamechukua watapiga risasi, alafu kunapotokea tatizo fulani wanaona kama ni wakati wao sasa wenyewe wajue nao kupiga risasi na sasa tatizo wao. Naomba kabisa leo wajiji pia aweze kulia hii kati. Na tubaki tu katika mji wa Baraka, msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Shirika la kiraia mjini Baraka Fox Vive limeomba kwa baadhi ya vitengo vya serikali na mashule kuacha kusurutisha watu kulipa dola, bali wawe na chukua dola hizo kwa bei iliyoko kwa sasa muela za Kongo. Katika mazungumzo nasi, mwenyekiti wa shirika la raia Fox Vive mjini Baraka Bwana Albert Tonda Maisha amesema kuwa wao kama mashirika ya kiraia hawatakubali raia kunyanyaswa, kwani kuna vitengo vya serikali vinavyoomba pesa 30,000 kwenye thamani ya dola 10. Ni kweli tumefuatilia, tumekuta service nyingi ambao walikuwa natumikisha mara mingi dola, wanaanza kulazimisha watu ile mato ya 30,000 alors que taux de change leo iko 23-24,000 na $10. Kuna shule nyingi ambazo zinabakilia hivyo, wako nalipisha $5, 15,000 francs, $10, 30,000 francs, na kuna zingine service ambao wako nalazimisha mtu inaomba mpaka akuje tu na dola, hapana kuja na mafra Kongole. Fra Kongole ndio pesa zetu. Sisi hawezi katalia mtu kwamba asikuje na mafra Kongole ase kwa sababu to inashuka. Na tunapasha kujiadapte par rapport ya gisi to de change iko naenda. Na kulazimisha watu ile to ya 29,000, 30,000, 28,000 ile ni wizi, na sisi kama vile shirika raia hatuwezi funga macho, hapana. Na ndio kwa sababu ni njia ya kupana angalisho kuma service. Hatupendi kuzitaja zimoja sasa hivi, shule hatupendi kuzitaja sasa hivi, lakini tayari tumeisha jua zimoja shule ambazo ziko nafanya hivyo, tumeisha jua tayari zimoja service ambazo ziko nafanya hivyo. Tunaomba d'urgence wajiadapte kuto ambayo iko saa hii mkongo mzima. Bila vile kama vile shirika raia tutaifuatilia, kwa sababu ni wizi, ni ujambazi ambao wako nafanya, na hatuwezi funga macho. Tunawazia sheria itafanya kazi yake. Tunaomba raia yeyote ule ambaye atalazimishwa na kitengo fulani cha serikali au shule kusema kwamba uje tu na dola, bila dola uje na 30,000, tunaambia raia kwamba ofisi ya shirika raia iko wazi. Inaomba wanadenonse shule fulani hivi, mimi nilienda wanilazimisha hivi. Sisi tutashuka sur terrain na tutafanyizia kazi, na tunawazia sheria itashughulikia wale ambao wanafanya unyama kama huo. Raia wawe na tabia ya kudenonse, wawe na tabia ya kukaribia ofisi ya shirika raia. Namba ziko pale ambazo tunapatia raia sasa hivi. Yeyote ambaye atapata ile cas d'urgence kwa ofisi fulani ya serikali au kushule fulani, apige kunamba 09 74 25 97 96. Hiyo ukipiga tunawazia kwamba tutakuwa msaada, na tutajua avec precision kwamba ni ekole gani au ni service gani ambayo iko na nyasa raia. Tumalizie na kule katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kwamba watu wasiopungua 18 wameuawa katika shambulio linalodaiwa kuwa lilitekelezwa na wahasi wa ADF NALU usiku wa kuamkia siku ya Jumatatu ya wiki tunayo huko Mukondo, kijiji kilichoko kwenye maeneo ya Maiba Vuyinga katika sekta ya Bapere wilayani Lubero, mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni mauaji ya pili ama ya tatu kufanyika baada ya shambulio lingine la waasi hao maeneo ya Ntoyo, ambapo watu 71 waliuawa kwa kupigwa risasi holela. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Kwa hiyo tukutane kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri.